السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. يا رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، أنت يا مولانا على ما تشاء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما، واجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأماجد، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. يقول مولانا في محكم كتابه العزيز الحكيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Ndugu zangu katika imani, nakuhusieni kama ambavyo ninaihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa watiifu kwake. Ametuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala tuishi maisha ya kufuata nidhamu ya dini kwa utaratibu ambao yeye ameuteremsha kwa mtume wake, umo kwenye kitabu chake. Tutakapofanya hivyo, mambo yetu yote tunayoyafanya yatasajiliwa kuwa ni ibada, na siku ya marejeo tutakwenda kunufaika na kile ambacho hapa tumefanya. Na kama tutafanya tofauti, tukajisikia tuko huru kufanya kila linalowezekana, tukiacha kufanya kwa utaratibu wa dini, mambo yetu tutakayoyafanya hayatakuwa ibada, na kwa maana hivyo tutaishi muda mrefu na tufanye mengi, siku tukirudi kwa Allah tuwe hatujakuta kitu chochote chenye maana, kwa sababu Allah ndiye aliyedhamini siku ya malipo, ndiye aliyetuleta hapa kwa ajili ya mtihani, na siku ya malipo ndo tunaenda kupewa matokeo ya mtihani wetu. Kwa hiyo tutumie muda wetu vizuri na tujitahidi kuwa werevu wakati wa kutenda amali mbalimbali
tuzitende kwa kufuata utaratibu na ziwe ni zenye tija kwetu. Jambo la pili, Allah ametutahadharisha kwenye aya tulizozisoma hapa. Ni aya za Qur'ani tukufu kutoka kwenye sura ya 3 aya 118 mpaka 120. Amesema Allah, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la tattakhidhu bitanatan min dunikum, musiwafanye wandani watu wasiokuwa na imani yenu. Yani Muislamu huwa anachukua mwongozo, anataka ushauri kwa mtu anayeuchukia Uislamu. Allah ametukataza hivi, la tattakhidhu bitana, musiwafanye wandani. Bitana huwa ni kitu cha ndani, na kwa maana ya aya, bitana ni rafiki ambaye umemsahilishia, umemkunjulia moyo wako mpaka anajua undani wako wote, siri zako za ndani unampa kwa sababu umemkinai. Tukiingia katika tafsiri, sababu ya kushuka aya hizi ni kwamba katika mazingira ya awamu ya pili ya utume baada ya hijra, maana aya hizi zimeshuka Madina, kulikuwa kuna watu wana mapenzi na wasiokuwa Waislamu kwa sababu 2-3. Sababu ya kwanza ni undugu kwenye nasabu. Huyu familia, ndugu yangu wa karibu, mimi na yeye baba mmoja mama mmoja, au mimi na yeye ibnu ammi au vinginevyo. Sababu ya pili ilikuwa ni kwa sababu ya ule ufadhili. Madina ilikuwa inamilikiwa na Wayahudi, ndio walioshika hatamu za kisiasa, hatamu za kiuchumi, hatamu za kijeshi, mambo yote walikuwa wameyahodhi Mayahudi. Kwa hiyo wenyeji walikuwa wanafanywa kama ni wafanyakazi tu au vibarua tu, na kwa maana hiyo kulikuwa kuna utamaduni wa kutafuta himaya au hifadhi. Kuna baadhi ya kabila zilikuwa zinafadhiliwa na kabila fulani za Wayahudi, na kuna baadhi nyingine zinafadhiliwa na kabila nyingine za Wayahudi. Maana Wayahudi walikuwa wamejigawa kwa mujibu wa kabila yao, kama ni tekniki ya kuwatawala Waarabu walio wengi. Ni msemo maarufu unajulikana hapa, divide and rule. Ukitaka kuwatawala watu wengi, wagawe kwanza, ndio utaweza kuwatawala. Lakini watu wengi, ndugu, wameshikana, wana uoni mmoja, huwezi kuwatawala. Ukiwafanyia mambo tofauti, watashauriana wawe dhidi yako. Sasa waliwagawa Waarabu na wakafanikiwa kuwahasimisha, wakawa ni mahasimu wenye kupigana vita. Kwa hiyo hawashughulikia habari ya utawala, habari ya biashara, habari ya chochote. Wanashughulishwa na magomvi walionayo kila siku. Kwa hiyo kwa mbinu hii, kuna kabila kama Banu Quraidha, ni kabila ya Kiyahudi, ilijifanya ni wafadhili wa kabila moja katika makabila ya Waarabu. Na kuna Banu Nadhiri, likajifanya ni wafadhili wa kabila moja katika kabila za Waarabu. Kuna Banu Qainuqa ya Wayahudi, wakajifanya wafadhili wa kabila fulani ya Waarabu. Kwa hiyo Waarabu, yule mfadhili wako anakuwa kama ni ndo umemkinai, ndo kiongozi wako, ndo baba yako, mshauri wako. Sasa alipoingia Mtume Madina, kulitokezea furqa za kwamba kuna Mayahudi hawakukubali kusilimu na hawautambui utume wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mtume alitia nao saini makubaliano ya kwamba Madina ni yetu yote, tuachane na mambo ya dini, lakini tuwe na uzalendo. Nyinyi hapa kwenu mtakaa kwa amani, na sisi hapa kwetu tuliohamia na wenyeji
tuishi kwa amani. Akatengeneza mkataba na wakasainiwa na watu wote. Hakuwalazimisha mtume watu kusilimu, kwa sababu Allah hataki kuingizwa watu kwenye dini kwa nguvu. Lakini pia kulikuwa kuna Waarabu ambao hawakuwa radhi na kuja kwa mtume pale, lakini walijidai kusilimu kwa sababu ya usalama wao. Waliona tukitangaza moja kwa moja kutokumkubali huyu mtu aliyekubaliwa na wengi, sisi maisha yetu yatakuwa hatarini. Hawa walikuwa wanaitwa wanafiki kwa lugha ya kidini. Walijidai kusilimu nje, lakini ndani walikuwa hawakubaliani na Uislamu na hawampendi mtume, lakini hawakuweza kumpinga moja kwa moja. Sasa kuna watu katika Waislamu wa kweli wanaomwamini Allah na mtume, kuna ndugu zao katika hawa wanafiki wanawapenda kwa sababu ya undugu, na kuna yale mapenzi ya ule ufadhili, wanawapenda Mayahudi kwa sababu ya ufadhili. Na pia kulikuwa kuna kanuni ya ndugu wa kunyonya, ipo tangu kabla ya Uislamu. Ndugu ulionyonya naye ziwa moja anakuwa ni ndugu yako wa kunyonya. Kwa hiyo wengine wakawachukua dharura hiyo, huyu ni ndugu yangu, wakawa wana mapenzi na watu ambao ni maadui wa dini na ni maadui wa mtume aliyekuja kufundisha na kusimamia dini. Sasa ikiwa mtu umemkinai kwa sababu huyu ndugu yangu, huyu mwenzangu, lakini yeye ana sura mbili, hujaiona sura yake ya pili, unamkunjulia moyo na kumpa siri zako zote, ile kwake yeye inakuwa ni mtaji. Anatumia zile siri za ndani kutoka huku kwa mtume, kwa masahaba, maamuzi yanayotoka ya uendeshaji wa jamii ya Kiislamu. Ukizipeleka fikra hizi kwa maadui, siri za ndani, kwa wao ni mtaji, wanazitumia kama fursa ya kuudhuru Uislamu na kuwadhuru Waislamu. Kwa hiyo Allah akashusha aya hizi, maelekezo yake yaende kwa waumini kwamba wajue mazingira yalivyo. Kama wewe unajisikia ni muumini, mambo mengine yawe ni siri yako, yafiche. Hujakatazwa kuamiliana na hao ndugu na jamaa, lakini uwe na kipimo katika kumkunjulia moyo na kumpa siri zako. La tattakhidhu bitanatan min dunikum, musiwafanye marafiki wa karibu mukawapa undani wenu watu wasiokuwa na itikadi yenu ya dini, watu wenye misimamo mingine. Awe ni mnafiki ambaye ni Muislamu, msikitini anakuja lakini ni mtu wa shari kwa Uislamu, au awe kafiri ambaye yeye hajakubaliana na Uislamu, huyu mtazame kwa macho mawili, wala usimkunjulie moyo na ukampa siri zako. Huyu ni mtu hatari, na ukifanya hivyo unajiponza wewe na jamii yako ya watu wenye imani. Kwa nini? Sababu Allah akasema la ya'lunakum khabala, hawa hawakupendeleeni kheri. Wewe umemkinai huyu ndugu yangu, lakini yeye anatafuta fursa ya kukudhuru. Hata kama hatokudhuru wewe direct, lakini anawadhuru watu wako kwenye jamii yako, kwenye kundi lako. Kwa hiyo huyu sio mtu mzuri, usimpe kila kitu, usimkunjulie moyo. Wadu ma'anitum, watu kama hawa huwa wanayapendelea yale yanayokupeni ninyi dhiki. Akiona Uislamu unakuja juu, yeye anachukia. Tutafanyaje kuuvuruga Uislamu? Hasa wewe Muislamu utampaje mtu adui fursa ya kuuvuruga Uislamu na wewe ndo umo? Hawa wanapenda yale yanayowadhuru nyinyi, wanapenda ya kufikeni mashaka. Kwa hiyo msiwasaidie kwa kuwapa nyenzo, wakiitumia inaleta hayo mashaka. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, maneno ya chuki yanayoonyesha kwamba hawa wanakuchukieni yanajitokeza kwenye midomo yao wanapoongea. Mara nyingine huponyokwa na maneno yanayoonyesha hasa hawa watu wanachuki na dini, wanachuki na kiongozi wa dini, wanamchukia mtume. Kwa hiyo na nyinyi kaeni nao kwa tahadhari. Wama tukhfi suduruhum akbar, yanawaponyoka maneno mara moja kutoka kwenye vinywa vyao, lakini mujue yaliyofichwa na vifua vyao ni makubwa zaidi kuliko hayo mnayoyasikia yanayowaponyoka.
qad bayyana lakumul ayatu in kuntum taqilun, kwa hakika nyinyi waumini nimekufafanulieni vya kutosha aya za kitabu cha mwongozo wenu ikiwa mna akili. Kwa hiyo mambo ya siri ni muhimu. Hata katika mazingira yetu ya kawaida unasikia kuna siri za kampuni. Kampuni ina siri zake. Kuvujisha siri hizo ni kuiua kampuni. Kwa hiyo wenye kampuni wako makini na kuhakikisha siri za kampuni zisivuje. Na kila kitu, kila kundi, siri za serikali, siri za hichi, siri za ushirika, siri za timu, siri za familia, ni vitu muhimu vistiriwe. Sasa wewe kama kila mtu unamkinai unampa tu, hiyo ni hatari na tatizo. Kwenye dini suala hilo limewekewa angalizo muhimu sana. Aya iliyofuata Allah subhanahu wa ta'ala akasema kuwagomba wale waumini wenye tabia kama hiyo, wasiojiweza nyoyo zao. Ha antum ulai, enyi yenye waumini nye, tuhibunahum wala yuhibunakum, nyi mnawapenda watu ambao wao hawakupendeni. Inakuwaje unampenda mtu na unajua yeye hakupendi? Watu'minuna bilkitabi kulli, alafu nyinyi mnaamini kitabu cha Allah chote. Kwa hoja ya vitabu vilivyotangulia, nyinyi Waislamu vyote mnavikubali. Nyinyi mnaiamini Taurati, nyinyi mnaiamini Injili, nyinyi mnaiamini Zaburi na mnaamini Qur'ani yenu. Hawa wao hawana chochote katika hivyo vitabu wanachokiamini. Mnawaamini vipi? Nyinyi watu mna muongozo, halafu mnafanya jambo la hatari la kuwapa siri zenu watu wasioukubali muongozo. Ha antum ulai, enyi yenye, tuhibunahum wala yuhibunakum, munawapenda watu wasiokuwa na imani yenu wala wao hawakupendeni. Watu'minuna bilkitabi kulli, na nyinyi mmeamini vitabu vyote vya Allah vinavyotoka kwake. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a inna Allaha bima ya'maluna muhit. Mkiwa na subira na mkaishi maisha ya uchamungu, hayatowadhuru mashaka yao, vitimbi vyao hata kidogo, kwa sababu Allah anawajua, ana elimu ya kutosha, kayazunguka yale wanayoyafanya. Sasa yule Allah anayewajua wao na anayewajua nyinyi ndiye anayekupeni utaratibu vipi muishi na watu kama hawa. Ndugu zangu katika imani, aya zinatupasa au zinatufundisha kwanza sisi wenyewe tuwe tumejipanga, tusimamie mambo yetu wenyewe, tuwe na uongozi wetu kwenye masala ya imani, na tuwe tuna vitu ambavyo vitatusaidia kulinda tulichonacho, imani yetu, mila yetu, utamaduni wetu. Hatuhitaji kushauriwa na watu wasiokuwa sisi, wala kupewa miongozo na wao, kwa sababu miongozo yao na ushauri wao kwetu sisi ni uharibifu tu. Aya iliyofuata Allah akasema, in tusibukum hasanatun, ubaya wa watu wasiokuwa na imani yenu, ubaya wa watu wanaoichukia imani yenu. In tusibukum hasanatun, mukipatwa na zuri. Kasema in tamsaskum hasanatun, alimasa ni mguso, yani kitu kiduchu. Nyinyi mkipata kheri ndogo tu, kheri ndogo tu ikikufikieni waumini, tasuuhum, wao inawaudhi. Lakini wa in tusibukum sayiatun, likiwasibu janga kubwa baya, yafrahu biha, wao wanafurahia. Hawapendi kheri yoyote ifike kwenu waumini, lakini mashaka yoyote makubwa yakiwafika wao wanafurahia. Ujue kwamba hawa watu hawana kheri na nyinyi hawawapendi, kwa hiyo na nyinyi msiwapende, msiwakunjulie nyoyo. In tamsaskum hasanatun tasuhum, mkipatwa na jambo zuri wao linawachukiza zuri linalowafika nyinyi. Wa in tusibukum sayiatun, likikufikeni baya, yafrahu biha, wao wanafurahia nyinyi mkipatwa na mambo mabaya. Wa in tasbiru wa tattaqu
na mkiwa na subira na mkaishi kwenye maisha ya uchamungu, la yadhurukum kaiduhum shay'a, hayatowadhuru mashaka yao vitimbi vyao chochote. Inna Allaha bima ya'maluna muhit, Allah ameyajua, anayazunguka yote wanayoyafanya. Ayuha al-ikhwatul amajid, inna Allaha tabaraka wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilin 'alim fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alayhim qad ya'isu min al-akhirah kama ya'isa al-kuffaru min ashabil qubur. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najata taibin. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama kullu ibni adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Wa qala aidan ud'u Allaha wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kulli walau kariha al mushrikun. Ayuha al-ikhwatul a'izza, ndugu zangu watukufu, Allah subhanahu wa ta'ala ametuonya pia katika suratul Mumtahana aya ya 13 aliposema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la tatawallaw qauman, musiwatawalishe watu. Kumtawalisha mtu ina maana ile ile ya aya tulizozisoma. Ukampa yeye thamani, hufanye lako mpaka yeye akushauri. Huendi mbele mpaka utafute muongozo wake. Yani hujiwezi mwenyewe, huna maarifa mwenyewe, mpaka yeye ndo akupangie, akuongoze, akuendeshe. Sasa kama mumin, tosheka na ulivyo navyo kwenye imani yako. Ukihitaji unavyovihitaji, uvitafute kwa muumini mwenzio, usivitafute kwa mtu asiyekuwa sawa na wewe. La tatawallaw qauman, musiwatawalishe watu mukawamilikisha nyoyo zenu kwa kutaka kwao muongozo, ushauri, fikra, mawazo. Watu ambao qad yaisu min al-akhirah, mambo yote ambayo nyinyi mnayatafuta kwao hamuwezi kuyapatia faida ya akhera. Ile akhera wao wameikatia tamaa kabisa, haimo kwenye akili zao. Waumini wakifanya jambo lao huwa wanapata faida mbili au wanatafuta faida mbili. Litakuwa jambo lao lina manufaa ya hapa duniani walipo, na wanalifanya kwa namna ambayo watalipatia thawabu za akhera. Haya mambo ya akhera huyu kafiri yeye hanayo. Kwa hiyo huwezi kufanikiwa kutaka fikra kwake. Hata kushauri kiuchumi, sawa, unaweza ukafata ushauri wake ukakomboka kiuchumi, lakini njia anayokupeleka sio njia ya haki ya kukupeleka kwenye radha ya Allah, anakupotosha. Atakushauri kwenye masala ya mila na utamaduni, mila yake na utamaduni wake sio mila yako wewe na utamaduni wako wewe. Atakacho kushauri kwako hakina faida yoyote. Hakuongozi kwenye litakalokufaa kwenye akhera yako, ila atakuongoza kwenye litakalokuharibia akhera yako. Kwa hiyo hawa msiwape umbele, musiwape umbele. La tatawallaw qauman, musiwatawalishe watu ambao
ghadiba Allahu alaihim, Allah hawapendi, amewakasirikia. Na sababu ya kukukatazeni kuwapenda hawa au kuwatawalisha, qad yaisu min al-akhirah, wao hawalengi manufaa ya akhira, hawanayo. Kama yaisa al-kufaru min ashabil qubur, kama walivyokatia tamaa mafanikio ya akhira wale waliokufa na ukafiri wao wako makaburini. Anayekufa kafiri ana hakika kwamba yeye keshaharibikiwa, ni mtu wa motoni. Hakuna kipengele kinachompa moyo au matumaini, hapa naweza nikasalimika. Kwa hiyo kama aliyekushakufa na ukafiri wake alivyoikatia tamaa akhira, na hawa walio hai kama hawajataka kukubaliana na haki wako hivyo hivyo. Kwa hiyo akiwa yuko kwenye mila yake ya ukafiri, we mu'min hutakiwi kumthamini sana kwenye ushauri wake na miongozo yake. Ayuha al-ikhwatul a'izza, inna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bil malaikati al musabbihati bi qudsi wa thalatha bikum ayyuha al mu'minuna min barriyati jinnihi wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qaumil kafirin. Allahumma ihdina bihudak waj'alna min alladhina yusari'una fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dallin wa la mudillin, silman li awliyaika wa harban li a'daik. Nuhibbu bihubbika man ahabbak wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik. ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وإليك التكلان ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.